Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'a min kulli aibi ka'annaka kad khuliqta kama tasha'u. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal mustami'una wal mushahiduna alkiram. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji watukufu, karibuni sana katika mwendelezo wa darsa zetu za tafsiri za sura za Qur'ani tukufu, yani ta'awilu suwarul Qur'an al-aziz, ta'awilu suwarul Qur'an al-aziz, tafsiri za sura za Qur'ani tukufu. Na leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutaanzia ndoto ya 26, ndoto ya 20 au sura ya 26. Lakini nikuombe, kama ndio mara yako ya kwanza kuingia katika channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare video zetu insha Allahu taala. Na ndugu zangu watazamaji, wanawazuoni wanasema man qaraa man raa kaannahu yaqra'u surata ash-shu'ara, sababu sura ya 26 ni suratu ash-shu'ara. Wanasema mwenye kuota kana kwamba yuwasoma suratu ash-shu'ara, yani mtu amelala akaota yuwasoma sura ya 26 katika sura za Qur'an, wanasema asamahu Allahu min alfawahishi. Ndoto hiyo inaashiria kwamba Mwenyezi Mungu atamlinda mtu huyo kutokana na mambo machafu. Mwenyezi Mungu atamlinda mtu huyo kutokana na mambo machafu, mambo yasiyofaa kama uzinifu, ulevi, kamari, wizi wa ila madhalika na mengineyo. Kwa hivyo ukilala ukaota unasoma suratu Shuara, ukiamka mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu atakulinda na mambo machafu. Taib. Ndoto ya 27 ambayo ni ya sura ya 27, wanasema waman qaraa suratan namli, waman qaraa suratan namli, na mwenye kulala akaota yuasoma suratu namli. Suratu namli ni sura ya 27. Wanasema utia mulkan, utia mulkan. Ndoto hiyo inaashiria mtu huyo atapewa utawala. Mwenyezi Mungu atamruzuku utawala, atambariki, atakuwa mtawala. Ukilala ukaota usingizini unasoma suratu namli, maana yake Allah atakubariki kwa kukupa utawala. Naam. Na tukienda katika ndoto ya 28 au ya sura ya 28 ambayo ni suratul Qasas, suratu al-Qasas, wanasema wanawazuoni waman qaraa suratal Qasas, na mwenye kulala usingizini akaota yuwasoma, yani umelala ukaota unasoma sura ya 28 ambayo ni suratul Qasas, wanasema ruziqa kanzan halalan. Maana yake ndoto hiyo Mwenyezi Mungu atakuruzuku utajiri wa halali. Allah atakuruzuku utajiri wa halali ukilala ukaota unasoma suratul Qasas. Ukiamka muombe Allah utajiri, tena sio utajiri tu, muombe utajiri wa halali kama inavyoashiria ndoto hiyo. Taib, wanasema na ndoto ya 29 ya sura ya 29 ambayo ni suratu al-Ankabut, suratul Ankabut, wanasema waman qaraa suratal Ankabut, na mwenye kulala akaota yuasoma suratul Ankabut, wanasema kana fi amanillah. Ndoto hiyo inaashiria mtu huyo aliyeota atakuwa katika amani salama ya Mwenyezi Mungu. Kana fi amanillahi, atakuwa katika salama ya Mwenyezi Mungu, wa hirzihi, na ulinzi wake, ila ayamuta, mpaka atakapokufa. Mpaka atakapokufa, yani Mwenyezi Mungu atakulinda, Mwenyezi Mungu atakupa amani salama mpaka utakapokufa. Ila ayamut,
mpaka atakapokufa mtu huyo, na kama ni wewe ndiye uliyeota, maana yake utakuwa katika amani ya Mwenyezi Mungu mpaka utakapokufa. Taib, ndugu zangu watazamaji, ama ndoto ya sura ya 30 ambayo ni Suratul Rum. Suratul Rum, wanasema wanawazuoni, waman qaraa suratar Rum, waman qaraa suratar Rum, na mwenye kulala akaota usingizini yuwasoma Suratul Rum, maana yake ndoto hiyo, fatahallahu ala yadaihi baldati min biladil mushrikina wa hudiya ala yadaihi qauman. Taibu, wanasema mwenye kulala akaota yasoma Suratul Rum, maana yake fatahallahu ala yadaihi baldatan min biladil mushrikina, Mwenyezi Mungu ataipa ushindi kupitia mikono yake mtu huyo. Fatahallahu, Mwenyezi Mungu ataipa ushindi, ala yadaihi, kupitia mikono yake mtu huyo, baldatan, miji, min biladi almushrikina, miongoni mwa miji ya washirikina. Baldatan ni mji, min biladi almushrikina, miongoni mwa miji ya washirikina. Wahudia ala yadaihi qauman, na kuna watu wataongoka kupitia mikono yake mtu huyo. Yani kuna watu watatoka katika ushirikina kupitia mikono ya mtu huyo. Kuna watu watasilimu, kuna watu watatoka katika ukafiri, kuna watu watatoka katika upotevu kupitia mikono ya mtu huyo, na kuna miji Mwenyezi Mungu ataipa ushindi, manake itaingia Uislamu miji hiyo kupitia mtu huyo. Taib, lakini wanaendelea wanawazuoni wanasema, waman qaraa surata Luqman, na mwenye kulala akaota yasoma suratu Luqman. Suratu Luqman ni sura ya 31. Sasa ukilala ukaota unasoma Suratu Luqman, maana yake utiya alhikma, utiya alhikma. Wanasema wanawazuoni, ndoto hiyo inaashiria kwamba huyo aliyeota atapewa hekima, atapewa hekima kama alivyokuwa Luqmanu, mpaka akaitwa Luqmanul Hakim, Luqmanul Hakim. Kwa nini? Kwa sababu alipewa hekima. Kwa hivyo na huyu mtu atakayelala akaota yuasoma Suratu Luqman, manake atapewa alhikma, na Allah anasema, waman yu'ta alhikma faqad utiya khairan kathira, na mwenye kupewa hekima basi amepewa kheri nyingi sana. Mwenyezi Mungu atujalie hekima sisi na wazazi wetu pamoja na vizazi vyetu na Waislamu wote kiujumla. Na ndugu zangu, hiyo ni sura ya 31. Ama sura ya 32 ambayo ni Suratu Sajida, wanasema wanawazuoni, waman qaraa surata Sajida, na mwenye kuota usingizini yuwasoma Suratu Sajida ambayo ni sura ya 32, wanasema mata fi sajidatihi, mtu huyo atakufa katika sijida yake. Manake huyu mtu atakufa kifo kizuri, kwa maana mata fi sajidatihi, atakufa katika sijida yake, manake atakufa akiswali mtu huyo. Waswara min alfaizina inda Allah, na atakuwa ni miongoni mwa wenye kufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waswara min alfaizina inda Allah, na atakuwa miongoni mwa wenye kufaulu, wenye kufuzu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hiyo ni ndoto ya 32. Ndoto ya 33 au sura ya 33 ambayo ni Suratul Ahzab, wanasema wanawazuoni, waman qaraa Suratul Ahzab, na mwenye kulala akaota yuasoma Suratul Ahzab, wanasema kana min ahli taqwa, min ahli tuqa, min ahli tuqa, wattaba alhaq. Mashallah, Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika hao. Wanasema na mwenye kulala akaota usingizini yuasoma Suratul Ahzab ambao ni sura ya 33, huyo mtu atakuwa kana min ahli tuqa, atakuwa ni miongoni mwa wacha Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao. Wattaba alhaqa, na mtu huyo ataifuata haki, hatakuwa katika watu wenye kufuata uongo. Alhaqu manake ni ukweli. Kwa hiyo atakuwa ni mtu mwenye kufuata ukweli daiman, maisha yake atakuwa sio katika watu wale wenye kufuata uongo. Maana kuna mtu mwingine anajua kabisa kwamba huu ni uongo, lakini uko tayari aufuate, lakini huyu hatakuwa
miongoni mwa watu wenye kufuata uongo, bali ataifuata haki. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao. Ama sura ya 34 wanasema, ambao ni suratu Saba, wanasema waman qaraa surata Saba, na mwenye kulala akaota usingizini yuwasoma suratu Saba, wanasema tazhadu fi dunya. Kwanza mtu huyo ama ndoto hiyo inaashiria huyo mtu ataachana kabisa na dunia, hata kuwa katika watu ambao wameathirika na maisha ya duniani. Kwa sababu gani? Kwa sababu Allah anasema fa amma man tagha wa athara alhayata dunya fa innal jahima hiya almawa, kwamba wale watakao chupa mipaka na wakaathirika na maisha ya duniani, basi katika moto wa jahim yatakuwa ndio marejeo yao. Mwenyezi Mungu atunusuru na marejeo ya moto wa jahim. Kwa hivyo mwenye kulala akaota yuasoma suratu Saba, maana yake tazhadu fi dunya, ataachana kabisa na dunia, ataipa mgongo dunia, wa athara al-azla, na ataathirika na upweke kwa ajili ya ibada. Maanake atakuwa ni mtu ambaye anapenda kujitenga, atakuwa anapenda kujitenga, lakini kule kujitenga kwake ni kwa ajili ya kumwabudu Mola wake aliyetukuka. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika hao. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika hao. Taib, na ndoto ya 35 wanasema wanawazuoni waman qaraa surata Fatir, manake sura ya 35 ni suratu Fatir. Wanasema na mwenye kulala akaota yuasoma suratu Fatir, fataha Allahu alayhi babu ni'am, manake Mwenyezi Mungu atamfungulia mtu huyo milango ya neema. Mwenyezi Mungu atamfungulia mtu huyo milango ya neema. Ukilala ukaota unasoma sura ya 35, basi ukiamka muombe Mwenyezi Mungu akufungulie milango ya nini? Milango ya neema. Inshallah ndugu zangu, kwa leo tuishie hapo. Usikose kuendelea kufuatilia mwendelezo wa darasa zetu katika tafsiri ya ndoto ya 36 mpaka sura zote biidhnillahi taala tutazimaliza. Mwisho, kwa wale ambao mtahitaji tafsiri ya ndoto zenu binafsi, nambari zangu za simu nafikiri mnaziona zinapita hapo, tutawasiliana kupitia nambari hizo. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.